ikitoa mabadiliko ya ratiba na ikiandika kabisa bodi ya ligi kuu imeusogeza mbele mchezo namba 184 wa ligi kuu ya NBC kati ya klabu ya Yanga na klabu ya Simba ambao ulipangwa kufanyika kwenye uwanja wa Benjamin Mkapa. Ilikuwa Juni 15 kuanzia majira saa 11 jioni. Mchezo huo sasa utafanyika Juni 25 kwenye uwanja wa Benjamin Mkapa saa 11 jioni. Muda ni ule ule, kilichobadilika ingine ni tarehe tu. Bodi inazitakia maandalizi mema klabu za Yanga na Simba kuelekea katika huo mchezo. Hiyo ilikuwa ni taarifa ya bodi ya ligi. Baada ya hapo Young Africans nao wakawa wametoa taarifa yao kwamba tayari ni official, wameipokea dabi haina kipengele. Kwa upande wa Simba Sports Club hawakutoa tamko lolote wala kushika simu, lakini wenyewe wamekuwa tu wakiposti vitu ambavyo sasa sina utaalamu sana wa kuvirelate, lakini kupitia Cuba walitoa ndiko la kwanza kabisa kukua kuna bendera pale ya Simba Sports Club pamoja na bendera ya Tanzania, wakiandika wenye nchi nguvu moja. Kumbuka hawa wenyewe ni wageni wa hiyo dabi kabisa. Kwa hiyo pia hata tusipoona hii chochote unaweza tu uka connect dot, lakini wakaendelea wakaposti wachezaji wao pale, wakaandika pia nguvu moja. Ni mwendo tu wa wachezaji na nguvu moja mpaka tunapozungumza saa hii. Wakati hayo yakiendelea, tukatolewa taarifa nyingine kutoka bodi ya ligi. Sawa na hii ikisema ni mwenyekiti wa bodi ya ligi kuu Tanzania Steven Mguto amewasilisha barua ya kujiuzulu wadhifa huo. Katika hatua nyingine, rais wa shirikisho la mpira wa miguu Tanzania TFF Wallace Karia amemsimamisha kazi ofisa mtendaji mkuu wa bodi ya ligi Almasi Kasongo. Hizo ni taarifa ambazo zilitoka zikiwa zinafuatana kabisa ya Ijumaa kuhusiana na dabi, lakini ya Jumamosi tukipata taarifa rasmi kuhusiana na aliyesimamishwa kazi hiyo bodi ya ligi pamoja na mwenyekiti wa bodi ya ligi kujiuzulu mzee wetu Steven Mguto. George Mbangile, tukianzia hapo, hatimaye sasa kumepoa. Dabi inakwenda kuchezeka na ndio kitu ambacho tulikuwa tunakipigia kelele sana. Wafanye wanavyoweza lakini mpira uchezwe. Tumefikia mwafaka mzuri mpaka tunapozungumza saa hii. Hata mimi mwenyewe asubiri tu tarehe 25 na ndio maana ilifika stage hata mimi niliona sina tena ya kuzungumza kuhusu yanayotokea, nisubiri tu kama mpira utachezwa au vipi, kwa sababu hakuna namna yote ligi inaweza ikaisha bila timu kutokamilisha mechi 30. Kwa hiyo as long as imepangwa siku ya kuchezwa kwa dabi, kwangu mimi case closed. Baada ya hapa atakayotokea mengine I don't know. As long as hiyo tarehe haito tena badilika, haitoondolewa, kwa mengine atakayofuata hapo atajijua wenyewe. Mimi ninachosubiri tu tarehe 25 mechi ichezwe, zitimie mechi 30 kwa kila timu zote zilizobaki. Natamani pia nisione unatokea tena kwa vilabu vingine huko mara wamegoma kucheza mpira, mara kuna hiki. Mimi ninachotamani, ninachosubiria sasa hivi ni mechi 30 za ligi ziishe, bingwa wajulikane, wanaocheza Champions League na CAF Confederation wajulikane. That's it, watu waende likizo wakapumzika, subiri msimu mpya. Sakata limechukua muda kidogo George Mbangile, na mabwana ambao walikuwa na malalamiko yao Young Africans kuna vipengele walikuwa wamevitoa na mpaka tunapozungumza ni kwamba kuna baadhi ya ambavyo viko dhahiri shahiri kwamba pengine vimeshafanywa kazi, ikiwemo walihitaji CEO wa bodi ya ligi kuwekwa kando, walihitaji mwenyekiti awekwe kando, lakini pia wakaenda mbali mpaka mtendaji mkuu wa TFF Kidao naye pia awekwe kando. Lakini tunaona maamuzi ambayo yamechukuliwa na rais wa TFF ni kumsimamisha kazi CEO wa bodi ya ligi, lakini Steven Mguto naye kukaa pembeni, kujiuzulu nafasi yake. Pengine lilichelewa sana hili au liko katika muda mwafaka? Labda tusingefika hapa kama haya yangefanyika mapema kabisa. Hiyo sentence yako ya mwisho, na ndio maana mpaka tangu mimi tarehe ilivyotajwa ya mechi, haya mengine yote yanayoendelea na waachia tu wahusika waendelee nayo. Mimi kama mdau mwingine tu wa football ambaye natamani kuona mpira unachezeka uwanjani, nafikiri tusingefika huku kama kanuni zingefuatwa tangu awali, na pengine ilitakiwa pia itokee ili tukumbushane nini maana ya matumizi ya kanuni. Kwa matumaini yangu ni kwamba ili tukio liliotokea sasa, kuanzia sasa kanuni inabidi zipewe kipaumbele. Zimewekwa, watu wote ambao wameshirikishwa kwenye kanuni wamepewa zile kanuni, wamezikubali,
Ukizikubali maana yake siku inapotokea jambo ambalo linatakiwa kanuni itumike, inabidi itumike, na wewe ambao uliikubali inabidi ukubaliane nayo kwamba hii ni kanuni, umefanya kosa. Kama kutakuwa na namna za kukata rufaa, zipo zimeelekezwa, utakata and then uangalie kwamba nini step inayofuata. Lakini nafikiri haya yote ni mtiririko wa yote yaliyotokea. Haya ni kwamba inapaswa tuziheshimu kanuni tunazoziweka katika mchezo wa mpira wa miguu. Kanuni ndizo ambazo zinazotuongoza. Kwa hiyo tusingefika kote huku, ligi ingekuwa imeshaisha zamani sana kama kanuni zingekuwa zimefuatwa tangu siku ya kwanza ya tukio linalotokea. Kwa hopefully ambao wanahusika tayari kuna darasa limetokea kwamba bwana, siku nyingine tusifike huku, bila kujali anayehusika ni nani katika tukio husika. Somo pia tunalipata hapo. Bwana Nasir Alfan, mmemsikia George Mbangile akisema hapo, labda ingekuwa mapema zaidi ingesaidia kuepusha hizi rapture ambazo kila mmoja anatoka na mtazamo wake, lakini wengi wamelipokea kana kwamba Almasi Kasongo labda hakuwa na makosa, labda nyuma ya pazia kuna mengine ambayo hatuyajui, ndio maana kulikuwa kuna ukimya ambao umetawala namna hii. Mzee Mguto amejiuzulu, Almasi Kasongo amewekwa kando. Nafikiri kuna mawili. Kuna moja au kujiuzulu, ambapo tunategemea kwenye hizo nyadhifa watakuja watu wengine, lakini mimi naona kwenye shina la matatizo sio mtu mmoja mmoja, lakini ni namna ambavyo safu nzima ya uongozi ilivyo, yani ile structure nzima ya uongozi kuanzia pale bodi ya ligi na TFF. Structure ya uongozi haifanyi kwenye hizi nyadhifa kuwa na watu ambao ni powerful na kuwa na watu ambao wenye uwezo wa kuendesha masuala ya kiusawa. Yani kuna structure fulani ambayo imetengenezwa ni kama ya kubebeana. Yani kwa mfano leo hii mtu yoyote ambaye yupo juu akitaka kupenyeza ajenda yake inakuwa ni rahisi kupitishwa moja kwa moja kulingana na structure ya uongozi ilivyo, kuanzia TFF hadi kushuka huku bodi ya ligi. Na hata wakiwasikiliza Young Africans, moja ya takwa lao ambalo wamesema lakini ni la muda mrefu ni kutaka bodi ya ligi iwe ni ya kujitegemea, iwe chini ya uongozi fulani. Na ukiangalia saizi bodi ya ligi jinsi ambavyo ilivyo, ni bodi ya ligi ambayo haina mamlaka, haina nguvu, vitu vingi havipo ndani ya uwezo wao, imefinywa kiasi fulani. Wao kama bodi ya ligi, imagine bodi ya ligi hata kamati ya marefari haipo chini yao, na wao ni bodi ya ligi, yani wao ndio wanatakiwa kuiendesha ligi nzima, lakini kitu hata kamati ya waamuzi hakipo chini yao. Na hawa waamuzi wana play part kubwa sana kwenye ligi yoyote. Hawa wanaweza kuiharibu ligi ama wanaweza kuifanya ligi iwe ya usawa. Sasa kama kamati ya waamuzi haipo chini ya bodi ya ligi, unaona jinsi ambavyo unawafanya bodi ya ligi wasiwe na power. Na miongoni mwa vitu ambavyo tulikuwa tunapigia sana makelele ni juu ya maslahi ya bodi ya maslahi ya waamuzi, kwamba waamuzi wao angalau wao wanapata maslahi ambayo yanazungumzika. Lakini bodi ya ligi sio ambayo inaingia mikataba ya udhamini, wala wao hawagawanyi yale mapato kwamba labda pesa hizi ziende hapa, pesa hizi ziende hapa. Wao hawana power hiyo, hakuna mkataba ambao wanaoingia bodi ya ligi. Lakini ingekuwa ni kitengo ambacho ni powerful, kimeaminiwa na kina watu ambao ni powerful, kuna baadhi ya vitu angeweza kuviendesha wenyewe, mfano kuingia mikataba, kujua kwamba hizi pesa zitumike vipi, hizi pesa labda ziende kwa clubs, hizi pesa ziende kwa marefaris, hizi pesa ziende wapi. Wangekuwa na hiyo power ya kumanage na kutengeneza ligi ambayo yenye mvuto zaidi, lakini unaona hata vitu vidogo vidogo kama hivyo havipo chini yao. Lakini hata mgawanyo wa kimajukumu, unaona kuna mgawanyo ambao haupo balanced. Mfano mtu kama Mguto ambaye amejiuzulu. Imagine Mguto ni mwenyekiti wa bodi ya ligi, ni mwenyekiti wa kamati ya uendeshaji na ni mwenyekiti wa kamati ya uongozi. Ana nyadhifa 3 na makamu wa rais wa pili. Na ana nyadhifa 4. Sasa huyu ambaye ni mwenyekiti wa bodi ya ligi na yeye ndo mwenyekiti wa kamati ya uongozi. Kamati ya uongozi ndio ina mamlaka ya kwenda kuwa judge inapotokea kosa chini, kwa mfano kama bodi ya ligi. Sasa mwenyekiti wa bodi ya ligi tena aende akajajiwe na huyo mwenyekiti wa kamati ya uongozi, yani unajijaji mwenyewe. Hapo unaona kuna usawa?
hakuna usawa, bado tena yupo kwenye kamati ya uendeshaji. Unaona kabisa ni vitu ambavyo havina ufair. Kwa hiyo kama kuna ajenda yote ambayo inatakiwa kupenyezwa pale, inapenyezwa kirahisi, kwa ajili kuna nyadhifa nyingi ambazo zina muhimu zimekamatwa na mtu mmoja ambaye ni yeye mwenyewe. Sasa yani hakuna mtu akuja kumjudge, ni yeye mwenyewe. Alafu rudi juu kule hata TFF. Kuna rais ambaye ni Karia, alafu kuna mtendaji ambaye ni Kidau ambaye amemteua yeye mwenyewe. Alafu kuna kamati ya uendeshaji. Na kwenye mkutano uliopita uliona kwa kiasi kikubwa kamati ya uendeshaji iliteuliwa na rais mwenyewe. Kwa hiyo hata hiyo kamati ya uendeshaji inakuwa tena yani ni mnyororo wa watu wale kwamba rais ndo kwa kiasi kikubwa kawateua wale, alafu Kidau pia tunajua kwamba alikuwa ndio campaign manager wa president, alafu kuna president. Kwa hiyo kuna mnyororo mwingine wa watu wale kwenye nyadhifa muhimu. Kwa hiyo usawa hapo kuwepo na kuwa ni ngumu sana. Na kwa ajili labda ni watu ambao kwa kiasi kikubwa amewateua wenyewe, inakuwa ni rahisi ikipenyezwa pale ajenda, yani kushikiliwa kwamba wewe tumekuweka sisi, wewe tumekuweka sisi. Kwa hiyo kunakuwa hakuna ule usawa. Kwa hiyo ukija kuangalia huu mtiririko wa uongozi kuanzia TFF kushuka chini mpaka huku bodi ya ligi, unaona kama kuna vitu vinapenyezwa inakuwa ni rahisi sana, hakuna ule uwazi, kuna vitu vinaendelea huelewi. Kwa hiyo nafikiri, na kwa mfano hapa nilivochanganua jinsi ambavyo bodi ya ligi ilivyo, miongoni mwa watu ambao nilikuwa nasema kwamba tunahitaji kwenye bodi ya ligi kuwa na watu ambao ni powerful, wanaojielewa, lakini kwa mfumo wa saizi hakuna mtu ambaye ni powerful anaweza kuingia pale, kwa ajili mfumo yani umefinywa, yani umetengenezwa. Mfano Anwari hapa muda aliniambia kwamba basi wewe uingie sijui bodi ya ligi. Ningesema siwezi, kwa sababu ukiwa unaongea pia sinatakiwa unajaribu na wewe nafasi yako una apply na unaenda kuweka vitu vyako pale. Bwana Nasir Alfan, nikiangalia ule mfumo ulivyo, mimi siwezi kwenda pale nikafanya chochote kwa ajili nitakuwa sina mamlaka. Na ndio maana hapa Tanzania tuna watu ambao ni powerful na tuna watu ambao walitakiwa kuingia kwenye hizo nyadhifa na wangefanya vizuri, lakini wakiangalia ile structure ya uongozi haiwafanyi wao kukubali kuingia pale na kwenda kutekeleza baadhi ya mambo. Mfano kuna siku hapo tunazungumza kwamba hawa tunaowasema ni kweli wameenda kujaribu kuingia pale, kwamba yani kwa mfano mtu anaweza kusikia labda anataja jina la Harris, anataja jina la Mangungu. Mfano mtu kama Harris mimi naamini bado hatujamtumia ipasavyo kwenye mpira wetu kama inavyotakikana. Huyu ni mtu ambaye anaaminiwa hadi na CAF wanamtumia. Kwa nini sisi kwenye mpira wetu hatumtumii effectively? Ni mtu ambaye mwenye ability kubwa, ameongoza baadhi ya makampuni vizuri sana. Kama bodi ya ligi ingekuwa na structure nzuri, ungemuingiza mtu kama Harris pale kwenye bodi ya ligi, mambo yangeenda vizuri kwa ajili ya ability aliyokuwa nayo. Ili tulilizungumza nakumbuka wiki pia iliyopita, sio kuhusiana na wao wakubwa wawili ambao wanasimamia uongozi kwa upande wa Young Africans na Simba pia. Hapo ukimtaja Harris pamoja na Murtaza Mangungu, tukasema sasa awepo pale. Sasa let's say ndo amekuepo hapo Harris, alafu maamuzi fulani yakatokea kama ya dabi, ingetokea kitu gani? Sio bomu kubwa sana. Hiyo au ndo tuseme tunafuata weledi. Hata kama unafuata weledi, hawa wakubwa wawili tunajua jinsi mambo ambavyo yanakuwa. Mwenyekiti wa bodi ya ligi hateuliwi, anapigiwa kura na vilabu kwenye mkutano mkuu. Ajenda inakuwa moja ni hiyo, pamoja na reform na vitu vingine. Anachaguliwa. Kwa hiyo wale ambao wanakuwa na interest wanapeleka majina yao, yanapigiwa kura. Sasa hao watu mara mwisho tumeona alikuwa ni mwenyekiti alikuwa ni kutoka Azam kama unakumbuka, ashai kushika, lakini Tumguto mara mbili kutoka Coast, umeona. Lakini Yanga na Simba tujiona muda mrefu. Inawezekana hata wao pia wanaona kwamba kutokana na hivi vitu vinavyoendelea ni bora ukae pembeni ili kuepusha mikanganyiko, kwa sababu ukiwa mwenyekiti unatokea Simba alafu vitu vikawa vinaenda labda vizuri kwa Simba, alafu Yanga watu wanaona ndivyo sivyo, ina backfire. Kwa sababu ya kacha yetu ambayo tumejiwekea Yanga na Simba, tunaona hawa yani kama A kwa Simba na huku iwe A kwa Yanga, lazima iwe hivyo. Kwa hiyo kwanza huu utamaduni tuuondoe, vilabu vyote viwe sawa, ndio mtu yeyote anaweza kashika kile kijiti pa. Na ndio maana unaona miaka mingi wenye kitu anakuwa atatoka KMC, atatoka Coast, atatoka Azam, atatoka sehemu nyingine.